Siri ya mji wa nyota uliofichwa. Kulikuwa na kijiji kidogo kilichoitwa kijiji cha Amani, kilichojificha kati ya milima ya kijani na mito midogo iliyong'aa kama vioo chini ya mwanga wa jua. Watu wa kijiji hicho waliishi maisha ya utulivu, wakifanya kazi mashambani mchana na kukusanyika jioni kusimulia hadithi za kale zilizojaa maajabu na mafumbo. Lakini hadithi moja iliwavutia zaidi watoto, hadithi ya mji wa nyota, mji wa siri uliodaiwa kujificha ndani kabisa ya msitu mkubwa uliokuwa pembezoni mwa kijiji. Watoto waliambiwa kuwa mji wa nyota ulikuwa mahali ambapo miti iling'aa usiku kama anga na mito ilitiririsha maji yenye kung'aa kama almasi. Lakini pia waliambiwa kuwa njia ya kufika huko haikuwa rahisi, na waliokuwa wamejaribu kufika walirudi na hadithi zisizoeleweka au hawakurudi kabisa. Miongoni mwa watoto hao alikuwepo msichana aitwaye Amani. Amani alikuwa jasiri, mwenye akili nyingi, na tofauti na wengine, hakuogopa kusikia hadithi za kutisha. Badala yake, hadithi hizo zilimpa hamu ya kuchunguza na kujua ukweli. Siku moja, alipokuwa akicheza karibu na msitu pamoja na rafiki yake Juma, aliona kitu cha ajabu kikiwa kimejificha chini ya mzizi wa mti mkubwa. Kilikuwa ni kifaa kidogo cha mviringo kilichong'aa kwa mwanga wa samawati. Alipokichukua, kilianza kutoa mwanga mkali kidogo, kana kwamba kinamtambua. "Ni nini hicho?" Juma aliuliza kwa mshangao. "Sijui," Amani alijibu huku akikitazama kwa makini, "lakini nahisi kina kitu maalum." Usiku huo, Amani hakuweza kulala. Kifaa kile kilianza kutoa mwanga kila alipokishika, na ghafla kilianza kuonyesha alama zinazobadilika, kana kwamba ni ramani. Alipoangalia kwa makini zaidi, aligundua kuwa ramani ile inaelekea msituni, sehemu ambayo watu waliamini ndipo kulipo mji wa nyota. Asubuhi iliyofuata, Amani alimuita Juma na kumwonyesha kifaa kile. "Hii ni nafasi yetu," alisema kwa msisimko. "Tunaweza kugundua ukweli wa hadithi hii." Juma alisita kidogo, "Lakini watu wanasema msitu huo ni hatari." Amani alitabasamu, "Ndiyo maana hakuna anayejua ukweli wake. Tunapaswa kuwa jasiri." Baada ya kupanga kwa siri, walikusanya chakula kidogo na kuanza safari yao kuelekea msituni. Kadiri walivyoingia ndani zaidi, mazingira yalibadilika. Mwanga wa jua ulianza kupungua na badala yake kulikuwa na mwanga wa ajabu uliotoka kwenye majani na maua. Ghafla walisikia sauti ya ajabu nyuma yao. "Ni nani anayeingia katika eneo hili bila ruhusa?" Waligeuka kwa hofu kidogo na kuona kiumbe kikubwa chenye mwili wa mti na macho yanayong'aa kama taa. Kilikuwa kama mlinzi wa msitu. Amani alikusanya ujasiri wake na kusema, "Hatukuja kwa nia mbaya. Tunatafuta mji wa nyota." Kiumbe kile kilikaa kimya kwa muda, kisha kikasema, "Wengi hutafuta mji huo kwa tamaa, si kwa nia safi. Kwa nini nyinyi mnataka kuupata?" Juma alimtazama Amani na Amani akasema kwa sauti ya utulivu, "Tunataka kujua ukweli na kujifunza. Si kwa ajili ya mali au nguvu." Kiumbe kile kilitabasamu kidogo, "Basi mtaruhusiwa kupita. Lakini kumbukeni, njia hii itawajaribu." Waliendelea mbele na safari yao ilianza kuwa ya ajabu zaidi. Walikutana na daraja lililotengenezwa kwa mwanga, walivuka mto uliokuwa ukiongea kwa sauti ndogo, na hata walikabiliwa na kivuli kilichojaribu kuwafanya warudi nyuma kwa kuwaonyesha hofu zao. Lakini kila wakati Amani na Juma walishinda kwa kushikamana na kuamini katika lengo lao. Hatimaye walifika kwenye uwanda mkubwa uliojaa mwanga wa nyota, hata ingawa ilikuwa mchana. Katikati yake kulikuwa na mji wa ajabu, majengo yaliyong'aa kama vioo, barabara za mwanga na viumbe wa ajabu waliokuwa wakitembea kwa amani. "Huu ndio mji wa nyota," Juma alisema kwa mshangao. Walipokaribia, walipokelewa na kiumbe mwenye mwanga mkali zaidi, kama kiongozi wa mji huo. "Karibuni," alisema kwa sauti ya upole. "Mmefika hapa kwa sababu ya moyo wenu safi." Amani aliuliza, "Kwa nini mji huu umefichwa?" Kiongozi huyo alijibu, "Kwa sababu nguvu ya hapa ni kubwa sana. Ikiangukia mikononi mwa watu wasio na nia njema, inaweza kuleta uharibifu. Ndiyo maana ni wachache tu wanaoweza kuufikia." Walikaa hapo kwa muda wakijifunza kuhusu nguvu ya mwanga, umoja na umuhimu wa kulinda kile kilicho kizuri. Baada ya muda waliambiwa kuwa lazima warudi nyumbani. "Siri hii haipaswi kufichuliwa kwa kila mtu," kiongozi alisema. "Lakini mnaweza kubeba mafunzo yake mioyoni mwenu." Waliporudi kijijini, kila kitu kilionekana kawaida, lakini wao walikuwa wamebadilika.
Walikuwa na hekima zaidi, ujasiri zaidi, na walijua kuwa maajabu yapo, lakini yanapatikana tu kwa wale wenye moyo safi na nia njema. Na hivyo, hadithi ya Amani na Juma ilibaki siri, lakini matendo yao yalionyesha mwanga walioupata. Na kila mtoto aliyesikia hadithi hiyo alijifunza jambo moja muhimu, kwamba ujasiri, urafiki, na moyo safi vinaweza kufungua milango ya maajabu ambayo wengine hawawezi kuona. Kutoka Mkongwe Products. Unga huu ni mzuri, unafaa kuwalisha kwa watoto na hata watu wazima. Karibuni sana, tutumie unga huu. Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkongwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili. Husaidia ukuaji bora wa watoto. Una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi 3,000 tu. Wasiliana nasi sasa 0716283088 au 0687223115. Mkongwe Products. Help us to help you. Then this is your home. Please don't forget to subscribe right now and tap that bell so you never miss a single update.